Mradi wa agrokilimo unaendelea kuimarisha safari ya kujenga uelewa na ushirikiano katika kukuza kilimo ekolojia nchini kupitia ziara za kimkakati za kubadilishana uzoefu. Baada ya Mwanga mkoani Kilimanjaro na Tarime mkoani Mara, safari hiyo sasa imefika mkoani Arusha, ambapo washirika wa mradi wanapata fursa ya kujifunza kwa vitendo, kushirikishana maarifa na kuhamasisha mbinu endelevu za kilimo zinazochangia mageuzi ya mifumo ya chakula nchini. Malengo makubwa ya mradi ni kuhakikisha vituo vinajengewa uwezo, lakini pia vinapata nafasi ya kujifunza na kuweza kuboresha mashirikiano kati ya vituo na vituo ili kuweza kuwahudumia wakulima au wanufaika wa vituo hivyo kwa ukubwa na kwa ufanisi zaidi. Moja ya kitu ambacho tumekuwa tunakifanya katika mradi ni kutembelea vituo mbalimbali. Washirika kutoka vituo vyote wamepata nafasi ya kutembea katika vituo vingine, kutembeleana, kujifunza, network, lakini zaidi sana kuweza kujua changamoto mbalimbali zinazowakabili wanufaika na wakulima katika maeneo hivyo vituo vilivyopo. Tuko mkoani Arusha ambapo wadau wa agrokilimo kutoka vituo vyote vya utafiti wamepata nafasi ya kujifunza kazi ambazo Recorder na Island of Peace IDP tunafanya mkoani Arusha. Na kitu kimoja ambacho kiko tofauti kidogo unapokuja kuona kazi Recorder na IDP wanachofanya, hapa hatufanyi kwa mfumo wa kituo cha utafiti, lakini tunafanya kwa mfumo wa demo plots, ambapo sasa vile vitu ambavyo wakulima wameweza kujifunza kwenye mashamba ya mifano au kwenye vituo sasa wanavifanya katika mazingira yao halisi. Huo ndio utofauti kidogo ulioko katika kazi zinazofanywa huku Arusha na vituo viwili ambavyo tumetembelea. Huku tunatembea kuona jinsi gani wakulima wanafanya zile kazi walizojifunza kwenye demo plots katika mazingira yao ya nyumbani. Tumeweza kujifunza mambo kadhaa tangu tumefika Arusha. Kikubwa kabisa tumeweza kujifunza kuhusu RIPAT, ambayo ndio approach inayotuongoza katika kutekeleza miradi na kuwasaidia wakulima mkoani Arusha. Kwa hiyo RIPAT ni mfumo shirikishi ambao Recorder inautumia kuweza kuwasaidia wakulima. Lakini pia tumeweza kujifunza kitu kinaitwa spreading approach, ambapo vijiji tulivyovifundisha mwanzoni vimezalisha wakulima vichocheo. Wakulima vichocheo wamepata nafasi ya kuweza kufundisha vijiji jirani ambapo mradi haukuweza kufika. Kwa hiyo tumetembelea kijiji cha Seuri ambacho ni spreading village, ama ni kijiji kilichozalishwa kutokana na mradi uliokuwa katika kijiji cha Ekenywa. Tumeona jinsi gani wameanza kuadapt zile teknolojia, wameanza kuzifanya majumbani kwao. Kwa mfano, wengi sana wamefurahia teknolojia ya migomba, wamefurahia sana ufugaji wa nguruwe, lakini pia mboga mboga. Na kikubwa ambacho unaweza kujifunza kutoka kwa wakulima na wale wanufaika, jinsi gani mboga zimekuwa ni sababu yao kupata kipato cha haraka ndani ya muda mfupi. Wakati wanasubiri mazao mengine yavunwe, wanaweza kupata kipato na kuendeleza shughuli zao majumbani. Kwa upande wa shirika la Recorder ambao pia ni watekelezaji wa mradi huo, wanaeleza lengo la mradi. Lengo kubwa la mradi ni kwamba miradi tunayofanya ya kilimo iwezeshe wakulima kupata chakula, waweze kupata cha ziada cha kuuza, lakini kile chakula kiwe ni salama na kiliwa waweze kupata virutubishi vyote ambavyo vinahitajika kwenye chakula. Mradi huu unahusisha kuongeza uzalishaji, kufundisha wakulima kufanya kilimo ambacho kinastahimili mabadiliko ya hali ya hewa. Mvua iwe nyingi au iwe kidogo waweze kustahimili, lakini pia tunafanya mradi ambao unachanganya ufugaji na mazao ili mkulima aweze kuwa na kuzungusha mazao kutoka kwenye mifugo yaingie kwenye shamba, mabaki ya shamba yaingie kwenye mifugo. Lakini kingine ambacho tumefanya kwenye mradi huu katika kuangalia swala la mabadiliko ya tabia nchi ni kwamba tumeweza kuwezesha wakulima kuvuna maji ya mvua kuweka kwenye kitu tunaita maslaga au water reserve, ambazo wakulima tuliwajengea maslaga ambayo yana uwezo wa kuchukua lita 50,000. Kwa ujumla wakulima ambao tumewafikia moja kwa moja ni zaidi ya wakulima 793. Flora Molel ni mmoja wa wanufaika wa mradi wa agrokilimo
ambapo anaeleza namna ambavyo kilimo ekolojia kimekuwa na manufaa kwake. Ninalima mboga za aina zote. Nalima bilinganya, nalima mboga za aina ya sukuma wiki, spinach, chainizi, mnafu na saro. Kwa upande wa masoko bado niko vizuri, kwa sababu kwanza nina soko la misula, nimekuwa nikipeleka bidhaa zangu pale, ninauza pale vizuri, na nina masoko haswa masoko ya mtandaoni. Ninauza mizigo yangu na mboga zangu na manga, longido, mdarara na odonyo sambu hapa sokoni Maiko. Lakini pia nina wateja muhimu sana, wateja wa nyumbani. Nyumbani nimekuwa na wateja wengi. Mtu anabandika tu maji ya ugali, anamwambia mtoto kimbia kwa mama pale chukua mboga, kwa sababu ni mboga safi na salama, zinakuwa hazipigwi dawa. Kwa hiyo kuna uhakika wa kila wakati na kila saa mboga kupatikana. Kilimo hiki kimenifaidi sana. Haswa mimi kama mama, mwaka juzi nimefaidika, nimepata mkono wa rais kwamba nimetambulika ni mkulima, ninaelima kilimo ekolojia, kilimo hai. Nimekuwa mshindi katika wilaya hii ya Arusha DC, nimekuwa mshindi namba 1 mkulima bora. Tunaposema kilimo hai, kilimo ekolojia, ni kilimo ambacho hakitumii kemikali yote ya dukani. Tunatumia madawa ya asili. Tukisema ndulele ninazo hapo, na madawa yangu nimeshayatengeneza yako kwenye drum. Tunatumia majivu, tunatumia mkojo wa sungura, tunatumia mkojo wa ng'ombe, tunatumia kinyesi cha kuku, na tunatumia mibangi pori na minana ingine ambayo madawa yako mengi huku shambani. Alizeti pori ni mbolea nzuri sana. Ni booster kama booster mnavyoiona pale dukani, labda booster hizi ambazo wanatumia huko za viwandani. Lakini hii alizeti pori ni ya kwako, unaichuma mwenyewe, unaitwanga, unachuja, unanyunyiza kwenye mboga yako, tayari ni booster. Kilimo ekolojia bila mifugo ni kitu kimoja kigumu sana, kwa sababu mifugo na shamba ni vitu vinategemeana. Kule kwenye mifugo ninapata mbolea, kwa hiyo ile mbolea inakuwa inatusaidia kwamba inakuwa inarutubisha tunapoweka mashambani kwetu. Mbolea yani inarutubisha badala kulikoni hata ile tunaposema labda mbolea za dukani. Mimi nilikuwa naomba tuendelee kuongezewa masilanga, kwamba yale masilanga tukiwa nayo tutaendelea kuvuna maji ya mvua kwa wingi, na tutaendelea kulima kwa zaidi hapa sasa hivi tunavyolima, na kipato chetu kitainuka tena.